karibu ndani ya Six Sports na wakati huu unakuwa nami mwana Shalukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha na kuletea leo yote kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania, kubwa zaidi kuelekea katika siku ya tarehe 22 ambapo wekundu wa Msimbazi Simba baadhi ya mashabiki wameandaa kisomo kwa ajili ya klabu yao ama na timu yao. Mbele yangu hapa nipo na pacha wa Simba, lakini tarehe 21 mashabiki wa Simba na Yanga wataelekea katika mchezo ule wa kuchangia damu kwa mashabiki zote wa pande zote mbili. Pacha, uko vizuri? Bwana, mambo vipi? Safi kabisa, uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Tarehe 21 mna mchezo mainfluencer wa Simba na Yanga, lakini tarehe 22 dua kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanzie tarehe 21 ambapo mnaenda kucheza na Young Africans. Una kipi cha kuzungumza na tuje tuzungumze tarehe 22 katika dua yenu? Tarehe 21 mainfluencer wote tunakutana KMC pale. Tuna mechi na hawa nyuma mwiko. Tunataka tuonyeshe jinsi gani, manaki wao wanaongea sana, ni mabingwa kuongea kwenye kamera, lakini tunataka tuonyeshe bwana sisi tupo kiasi gani kwenye mchezo wa mpira miguu. Tulikuwa tunaongea, atuongei mdomoni tu, na uwezo tunao na tumepania tuweze kuwafunga kwa kweli, na tutawazalilisha siku hiyo. Siku ya jana bodi ya ligi kuu Tanzania bara iliweza kutoa taarifa yake kwamba kuna baadhi ya wachezaji wameweza kufungiwa. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji wenu wawili Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante, mechi 5 hawatacheza na fine ya shilingi milioni 1. Kama shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, umeipokeaje taarifa hii kipindi ambacho ligi imesimama? Hayo bwana ni majibu mepesi tu. Kwa Alassane Kante wamemuonea, lakini kwa Jonathan Soa, huyu bwana Soa ni mchezaji ambaye kwa kweli ana adabu, mchezaji ambaye ana nidhamu. Na hii imekuwa sikwambii kwenye hii mechi ambayo alofungiwa. Unaweza kuona hata kwenye timu yake ya mwanzo ile ya Singida, ni mchezaji ambaye ana utovu wa nidhamu. Ni mchezaji ambaye ana adabu, tuseme hivyo. Na hii imekuwa kama ni tuseme philosophy za wachezaji wa kijana. Wakija katika ligi yetu hii wanakuwa wanaonyesha, unaweza kuangalia Bernard Morrison. Ni mchezaji ambaye ana nidhamu. Ujue Simba ni timu kubwa kweli kweli. Unapokuja mchezaji tunakulipa hela nyingi. Unalipa milioni 40, milioni 50, unakuja kuonyesha tabia ya ovyo. Wewe unatakiwa ndo professional, utuonyeshe kimataifa yako, utuonyeshe experience yako. Unakuja hapa kuja kufanya vitendo vya ovyo. Kwa kweli hili jambo alikubaliki. Alikubaliki, ni jambo la kupingwa. Na Jonathan Soa tumwambie tu, Simba wamepita wachezaji wengi. Kwanza Soa hajatufanyia chochote cha maana. Katika wachezaji ambao tulitegemea watufanyie mengi ni Soa, lakini mpaka sasa hivi hajatufanyia chochote cha maana zaidi ya kutukosti. Ametukosti kwenye mechi iliyopita ile na Yanga, hajacheza, akapigwa kadi, na mechi nao anafanya tabia ile ya ovyo ambayo hakustahili kufanya ile rafu. Utafanya vipi rafu kama ile? Unaweza kujiuliza ukapata maswali mengi kwamba je, ametumwa? Kwa sababu haiwezekani wewe ni mchezaji ambaye tunakutegemea, alafu unaenda kufanya kitendo cha ovyo kama kile. Kwa kweli huyu Soa inabidi tumwangalie kwenye jicho la kipekee. Na mimi niseme tu, hii adhabu aliyofungiwa ya kufungiwa mechi 5 ni dogo. Huyu unatakiwa awe mfano. Inatakiwa afungiwe tena, yani binafsi angefungiwa msimu mzima. Kwa kweli haiwezekani ukatuletea mambo ya kiuni kwenye mchezo wetu wa mpira miguu. Lakini ni mshambuliaji ambaye kwa hivi sasa mnamtegemea wekundu wa Msimbazi Simba. Unajua unapozungumzia mchezaji mzuri pamoja na nidhamu. Ikiwa mchezaji una nidhamu, unaikosti timu, una faida gani kwenye timu yetu? Unaweza kuona Chama amefanikiwa kwa nidhamu. Wakina nani hao? Wachezaji wote ambao wapita Simba waliofanikiwa, kina Medi Kagere, wameonyesha nidhamu. Sasa ikiwa wewe bado hujatufanyia chochote wana Simba. Kwa kweli Jonathan Soa ajitathmini, Simba ni kubwa. Simba ni kubwa. Tunahitaji mchezaji ambaye ana nidhamu ndani ya uwanja na nje ya uwanja, ambaye ataipambania Simba kwa jasho. Atavaa jezi ya Simba kwa uchungu ili kuipambania nini? Simba Sports Club. Na sisi mashabiki tuna kasumba moja. Tutakupenda endapo utatufurahisha. Endapo utatufanyia lokuwa mema tutakuimba. Lakini ukifanya mambo ya ovyo, wasitegemee kwamba sisi mashabiki tutakuwa upande wake. Asitegemee kwamba sisi mashabiki tutamtetea. Hapana, hapana. Sisi tunahitaji mchezaji anayetupa furaha,
sio mchezaji anetupa karaa. Jonathan Soa awe makini. Pacha, naelekea katika dirisha dogo la usajili, namna ambavyo unavyokitazama ama unavyowatazama wachezaji wenu wa wekundu wa Msimbazi Simba, viongozi waende wakaboreshe maeneo gani zaidi ili mradi Simba iweze kuwa bora na kuweza kurejesha heshima katika michuano ambayo mnashiriki? Mwanaisha, hebu ngoja nikwambie ukweli. Simba sisi kuna baadhi ya wachezaji, tena asilimia kubwa kabisa, niwe mwazi na tuwe wa kweli. Kuna wachezaji wengi hawastahili kuchezea Simba. Kuna wachezaji wanachezea Simba hawastahili kuchezea Simba. Tunawasifu na tunawaimba kwa nini? Sababu ni moja tu. Wanavaa jezi yetu ya Simba basi. Lakini quality yao ni ndogo mno. Hawa ndio wanaotufelisha. Unaweza kuona msimu wa jana tulikuwa na Mohamed Hussein Shabalala. Tulikuwa na Valentin Nouma. Quality mbili. Unaweza kuona na quality mbili tumeondoa, tumemleta Mligo. Huyu Mligo hajafika nusu ya Shabalala. Huyu Mligo hajafika nusu ya Nouma. Umeondoa quality mbili ile ya ukweli kabisa. Umemleta Mligo. Ona jinsi gani unavyo struggle. Angalia upande wa Kapombe. Kapombe kashachoka. Kapombe anaonekana kabisa hawezi tena. Lakini je, atacheza nani? Duchu bora wewe Kapombe. Kwa kweli jamani, tu wa kweli tunalalamikia viongozi, tunalalamikia benchi la ufundi, tunalalamikia makocha. Ujue ili kocha we bora lazima muwe na quality player. Naelewa mashabiki wanaolalamikia makocha na benchi la ufundi. Ujue benchi la ufundi na makocha wana asilimia 30-40, lakini asilimia 60 ama so 70 ni quality player. Umeelewa? Ukiwa huna quality player manake nini? Hata aje Mourinho hauwezi ukafanyaje ukapata matokeo. Kwa sababu gani? Unapokutana quality ya kweli, unapocheza na Mamelodi au unacheza na Esperance au unacheza na wale waliotufunga juzi Atletico di Rwanda, wale wana quality, wachezaji kutoka Chile. Sasa unaleta wachezaji kama wale wenye quality ya kweli kabisa ambao wamenunuliwa kwa mamilioni ya pesa. Wewe una Mrigo ambao yule Mrigo kiwango chake kwa kweli unashika kichwa. Muangalie una Kapombe pembeni. Huyo Kapombe kashachoka, ataingia nani? Una nani uweki nangu? Ni wachezaji wa kawaida. Ni wachezaji wa ligi kuu. Unapopata quality ya ukweli, na mimi niongei wazi. Simba tukutana na quality ile ya ukweli yoyote ile, lazima tufungwe. Tena tunafungwa magoli mawili ni machache. Tunapopongezana, tupongezane tumefungwa magoli machache. Yatakuwa tufungwe 5-6. Kabisa hatuna quality. Kwa hiyo kwenye dirisha dogo mboreshe maeneo gani? Kwenye dirisha dogo kwanza tutafute quality player Simba ili afanikiwe. Kuna tetesi kwamba Enock Inonga Baka huenda karejea Msimbazi. Nawaelewa mashabiki wanaomtaja Enock Inonga, wanamtaja Mixon. Nawaelewa. Kwa nini? Kwa sababu wameacha alama ndani ya Simba. Hakuna mtu anaweza kuziba angalau pengo la Inonga au pengo la Mixon. Umenielewa? Kwa hiyo maana mashabiki wanakumbuka ile thamani iliyotoka. Ujue mtu ukiwa haupo, anapokosa mtu wa kureplacement ile pengo lako, lazima utakumbukwa. Umenielewa? Lakini Mixon alirudi, lakini alishindwa kuonyesha. Kwanza kumrudisha Enock Inonga na Mixon, Simba wakiwarudisha litakuwa ni aibu kubwa sana. Itakuwa ni fezea. Kwa nini? Manake nini? Afrika kuna wachezaji wengi quality ambao wanaweza kupatieni matokeo. Mimi binafsi ningenyoshia vidole ama ningeilaumu hii kamati ya usajili. Hii kamati ya usajili ndio ya kuguswa. Ujue unapokosea kwenye kamati ya usajili, unapokosea kuleta quality player, wewe basi tegemea umepoteza makombe. Hii robo finali unaojivunia hutofika. Na mimi niwe mkweli, tuna asilimia ndogo sana ya kufuzu robo finali. Chache mno. Hatuna quality player. Utafuzu vipi robo finali wakati una Mligo, una Kapombe, una Mutale, ndo una Soa mwenyewe ndo huyo. I say tuwe wa kweli kabisa. Tutawalaumu viongozi, tutawalaumu benchi la ufundi, tutamtaka Mourinho aje, tutamtaka Guardiola atuje, lakini quality player. Quality player. Hawa wanaosajili hawa wachezaji lazima tuambie malengo yetu sisi ni nini.
Tarehe 22 mnaelekea katika dua ambayo baadhi ya mashabiki wa Simba mmeiandaa. Una kipi cha kuzungumza? Hii dua kwanza, mimi naona dua hii haiwezi kufanyika kwa sababu huyu Shabani anapokea sana simu nyingi, watu wanamtisha, wengine wanamwahidi hela kwamba achane na hii biashara, kwa sababu wanajua kwamba wakipiga dua kuna madhara ambayo yatayotokea. Kwa hiyo hawako tayari kukutana na haya madhara, kwa hiyo wanapambana kwa aina moja au nyingine ili dua isifanyike. Wanapambana mno, natokea tulivyotangaza ile dua hawalali usiku. Pressure imekuwa kubwa mno, usiku hawalali. Kwa so far manake nini? Wanaangalia namna gani ya kuizima hii dua. Na mimi Mwanaishi anakuambia hii dua haiwezi kufanyika. Haiwezi kufanyika. Nini pacha kati nyinyi ndio waasisi wa dua? Dua haiwezi kufanyika kwa sababu gani? Hii dua tuwe wa kweli kabisa. Hii dua inawahusu viongozi kwa 100%. Kuna baadhi ya viongozi si hatuwataki na wao wanajua, ila kuna namna fulani ya kumuondoa kiongozi. Kiongozi huwezi kumuondoa kwa kelele. Umeelewa? Kiongozi huwezi kumuondoa kwa kuongea kama hivi kwenye media. Kiongozi kuna wake viongozi wamewekwa na wanachama. Nyinyi wanachama kama mko tayari basi mfanye uchaguzi muweze kuondoa viongozi. Kwa so far na kiongozi anapokuwa madarakani ana mbinu nyingi za kuweza kuendelea katika kupata kupata kula. Kwa so far kutokana na sisi uwezo hatuna, tumeona basi tumshtakie Mungu, tufanye tunaoyafanya. Umeelewa? Na katika hao viongozi wanapambana sana kwa sababu wanajua hawa tumewadhibiti kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wanataka kumshtakia Mungu. Kama hivyo tunavyosema tunamleta ng'ombe, tunamleta ngamia, tunamleta kobe, wanaogopa. Hawa nao binadamu. Wanaogopa. Kwa hiyo kakaangu Shabani anapokea simu nyingi ikiwemo hata mimi. Umeelewa? Tunatishwa. Wengine wanatuambia tunataka kiasi gani tuachane na hii biashara. Wengine wanaturushia hela, kunaweza ukakato kwenye Tigo Pesa unajikuta 500,000 imeingia, ili mradi uache hii biashara, uache kabisa kupiga dua. Na mimi niwaambieni wazi hii dua haiwezi kufanyika. Wanapambana sana hii dua isifanyike. Umeelewa? Kwanza asilimia kufanyika dua ni mdogo mno. Na mimi niwaambie tu. Mimi ningeshauri tungefanya hii dua siku ambayo wao hawajui. Tukafanya hii dua kimya kwa sababu tushatangazia tarehe. Hao wanapambana, simu nyingi, hatuna amani. Inabidi sasa muda wote tuwe tunazima simu. Wanakuwa na hofu kweli. Mimi niwaulize swali moja, nyie kama ni Wasafi, nyie kama mna matatizo na Simba, kwa nini mnatupigia simu? Kwa nini mnazuia hii dua isifanyike? Kwa albadili linazuiwa. Albadili linazuiwa kwa kiwango kikubwa mno. Kakangu Shabani anapigiwa simu za vitisho, ikiwemo wote tuliokuwa katika dua. Tunatishwa kwamba tukifanya dua tutajikuta tupo sehemu salama. Ili jambo kwa kweli, lakini sisi kwa kuwa tumeamua kwa ajili ya Simba, tutaendelea kupambana. Lakini mimi nitoe ushauri tu. Tupeleke mbele, tupeleke tarehe ambayo hawajui ili tufanye hii dua. Wastuke tulishaifanya hii dua. Tena tufanye kimya. Kwa sababu bwana hii jinsi wanavyozuia kwa kweli wanapambana kutuzuia tusifanye hii dua. Shukrani sana pacha.